Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pimbe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema wana kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kuwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa ni ligi ya Uingereza kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako. Bana, mnyama bado hajamaliza na mnyama tayari hatimaye, mara baada ya mastori mengi sana kuzungumzwa kuhusiana na Libase Gay, mshambuliaji huyu hatimaye tayari wekundu wa Msimbazi Simba wamemalizana naye na rasmi wamemweka bayana, wamekwisha mtangaza kama mchezaji wao wakiwa wamempa mkataba wa miaka 3. Libase Gay huyu ni nyota kutokea taifa la Senegali na likiwasha sana akiwa na timu ya Tenguith ya pale Senegali, lakini watu wengi walimuona kwenye michuano ya CHAN akifanya makubwa kweli pale katika dimba la New Amani. Mechi yake dhidi ya Nigeria aliwasha sana moto, akawachukua tuzo ya man of the match, kama unakumbuka tuzo ya MVP. Mwamba Libase Gay tayari ni mali ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mlisema kwamba friji bovu sijui nini, taarifa mnazo na bila shaka sasa habari kamili mnayo kwamba tayari Libase Gay ni mali ya Simba Sports Club, na kinachosubiriwa sasa ni mwamba kuanza kuona pale katika eneo la ushambuliaji anafanya kitu gani katika eneo la kiungo mshambuliaji. Huyu ni winga ambaye anamudu kutumia mguu wa kushoto vizuri, winga ya kulia, anatokea kulia, sometimes anatokea kushoto. Mtamu pia akicheza namba 10 kwa maana inside 10, tunafahamu ni mtamu sana pia akitoka eneo hilo. Kwa hiyo tayari mnyama amekwisha kamilisha mambo kila kitu na tayari mkataba wake ni miaka 3. Lakini fahamu ya kwamba bana wamelamba bana mzigo wa kutosha milioni 875, almost dola 3.5 ndio mzigo ambao Simba ameenda kumchukua mwamba anaitwa Libase Gay. Wakati huo Jean Charles Ahoua wakimpa mkono wa kwaheri. Kwa hiyo wamevuna mpunga mrefu kutoka katika kikosi cha timu ya CR Belouizdad kutoka kwa Jean Charles Ahoua, na sasa wanafidia makorongo, yani wanaanza kuchukua wachezaji kwa pesa zile ambazo wameuza wachezaji. Hiyo ndio faida ya Simba. Wamemwacha Jean Charles Ahoua, Libase Gay ametua mzigoni na tayari yuko mjini na tayari mnyama ametangaza kama ndio mchezaji wao. Kwa hiyo Libase Gay mambo huyo hapa, umri wa miaka 22-23, height yake unaiona mzito, kwa maana uzito ni maana kwamba ni mchezaji ambaye ana mwili mkubwa. Semaji alikuwa anaongea hapa kwamba wametafuta mchezaji mmoja na mwili jumba ndio hilo sasa Libase Gay. Alisema jumba mwili gorofa. Lakini ana kasi kweli mithila digidigi na tayari ametua ndani ya Simba Sports Club. Tunasubiri kuona sasa akianza kuwasha moto. Akianza kuwasha moto ndicho ambacho kinasubiriwa kwa sasa. Kwa hiyo Libase Gay wengi walikuwa wanasubiria kwa hamu, hatimaye deal done. Mzigo umekamilika kama hivi na mnyama amekwisha mtambulisha kama mchezaji wao na ana mkataba mrefu kweli. Ni talanta ya boli, kipaji kikubwa, kwa sababu Libase Gay alikuwa anahitajika na Betis ya Faransa, vilabu kadha vilikuwa vinamhusisha, vinamhitaji, lakini Simba Sports Club wakapindua meza na mchezaji mwenyewe akasema yes, akaprefer kurudi Tanzania kwa sababu michuano ya CHAN ilimvutia, akaona namna ambavyo mandhari yalivyo na anaona pia mitandaoni namna ambavyo wachezaji wengi wanafanya vizuri, wanatoka Tanzania wanaenda kusakata kabumbu mbali huko. Kwa hiyo anaweza kaona kwamba hii inaweza ikawa njia yake pia kumpush yeye kwenda kusakata kabumbu sehemu nyinginezo au nyingine pia. Kwa hiyo tayari Libase Gay ni mali ya Simba Sports Club, winga hiyo. Kwa winga moja tayari kuna Elie Mpanzu Kibisawala, winga nyingine kuna Libase Gay. Wakati huo Kibu Dennis akiwa naye anapigiwa rada. Kibu bwana anapata ofa kubwa, alitiadi Tripoli pale Libya na pale Alexandria pia alitiadi pia na wamehitaji, tunafahamu pale wameweka mzigo wa kutosha almost kama 1.5 billion, yani bilioni 1.5, zinasogea hadi bilioni 2. Kwa hiyo Simba wameanza kuzifikiria zile ofa, wanataka kumwachia Kibu D katika dirisha hili. Kwa hiyo fedha Simba wanazo, na mimi ningewaambia pia wanapaswa pia kuchukua mzigo, kwa sababu Kibu pia amekuwa akiwavuruga sana mwishoni mwa msimu. Utasikia ameenda sehemu fulani, sio ameenda Marekani, sio ameenda Norway, sio ameenda wapi, kama mpata ofa. Na kwa sababu Kibu pia ameweka bayana kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi Simba msimu ujao, mkataba wake mbaki ya miezi 6. Kwa hiyo ili Simba wanufaike lazima wamuuze, kwa sababu akiondoka free agent msimu ujao atakapokuwa amemaliza msimu mwishoni mwa msimu huu,
Simba watakuwa hawajalamba kitu, kwa maana itakuwa ni hasara kwa upande wao. Kwa hiyo kama watakubali sasa hivi huo mzigo ukijaa mezani, wanaendelea kufanya usajili wao vizuri taratibu, hawaingii kwenye budget ya usajili ambayo walikuwa nayo hapo awali, kwa maana kwa mwekezaji Mohamed Dewji ama Simba Sports Club. Kwa hiyo watakuwa na urahisi wa wao kuchukua tu fedha ambazo wanazipata kwa wachezaji wao na kuendelea kuongeza sajili. Na uzuri sasa hivi anayefanya usajili ni kocha. Tunafahamu kocha wa Simba Fadlu Davids alivyoingia kipindi kile aliongeza wachezaji wawili kama sio watatu. Alimuongeza Musa Kamara mara baada ya Ayub Lakredi kuumia. Kamara akafanya vizuri, lakini pia akamuongeza Elie Mpanzu ile shadogo. Tuliona hilo sio? Hao wachezaji ambao aliwaongeza yeye kipindi chake kile cha usajili, alifanya vitu kama hivyo pamoja na Lionel Christian Ateba Mbida. Kwa hiyo wachezaji watatu pekee aliwaongeza kwenye kikosi chake, na bad luck ni kwamba wengine ambao aliwakuta alishindwa kuwatumia kama kina Deborah Fernandez Mavambo na wengine kina Agustino Kejefa na wengine. Lakini ukiona huyu mwamba yeye amekuta wachezaji wameshasajiliwa na kocha David Fadlu Davids, lakini yeye ameona anahitaji wachezaji zaidi ya 4 hadi 5, na tayari wachezaji mpaka sasa hivi ninavyokuambia watatu. Goalkeeper huyo nimekutajia Traore, Ture, yule beki Ture, Olivier Ture, lakini pia Libase Gay, huyu ni watatu. Na hapa bado kuna chuma kingine ambacho nitakutajia nacho kimeshacheza hadi Braga. Mwamba anataka kumalizana nacho. Kwa hiyo utaona wachezaji 4 tayari wa kigeni. Mtaalamu amekwisha shusha ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mchezaji mmoja ni bwana mdogo Baraka Mangosi. Kwa hiyo anajaribu kuendelea kufix maeneo ambayo ni muhimu sana. Anamtoa Steven Semukwala kwa mkopo, anamtoa Joshua Budo Mutale, anamtoa Chamuka Rabwe. Kwa wachezaji watatu wa kigeni hao wanatoka, alafu wanaingia wachezaji sasa wenyewe ambao yeye anataka waje wa push project yake ili afanye vizuri kabisa. So mambo ni mazuri kwa Simba. Libase Gay ni mali ya Simba Sports Club, na soon as possible unaanza sasa kumuona kumshuhudia kwenye ligi, lakini pia unaanza kumshuhudia pia kwenye ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance Sportive. Tayari wanaume wako kazini. Kwa hiyo kocha mwenyewe Steven Becker sasa ashindwe na jopo lake ambalo analo. Ana video analyst wake, ana kocha makipa, ana kocha viungo, ana kocha msaidizi amemtoa pia South Africa pale. Kwa kazi hiyo, Libase Gay, nyota huyu, umri mdogo lakini maarifa makubwa sana. Uwezo mkubwa, ana uwezo wa kupita katikati ya msitu, ana uwezo wa kutoka pembeni, ana uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kupiga free kick, anaweza kufunga magoli pia. Anapokuwa ndani ya Simba naamini ataenjoy sana kucheza, kwa sababu pale juu ukiangalia kuna mtu anaitwa Jonathan Soa, kuna Selemani Mwalimu anatakiwa kulishwa pale. Morris Abraham akiwa chini pale kama namba 10, na Morris Abraham yuko sana Simba, miaka 2 bado imesalia. Kwa hiyo wale wanaosema anaondoka wameshakatwa kilimilimi, wanapaswa kufahamu hilo kwamba bwana Morris Abraham ni mali ya Simba na hawana mpango wa kumwachia kwenda sehemu yoyote ile. So Morris Abraham still ataendelea kubaki ndani ya Simba Sports Club mpaka pale ambapo yeye mwenyewe atakuwa amemaliza na ofa nyingi itamfikia baadaye mezani, na hapo Simba atakuwa amemalizana naye, watamwachia. Morris ana furaha. So Morris yuko pale na atakaa kama namba 10, wakati huo anatafutwa namba 10 mwingine ambaye anaenda kumsaidia kazi, ataenda kupushi zaidi pale. Kwa hiyo mambo yako bulbul, mambo kwa Simba ni mazuri. Libase Gay ni mali ya Simba Sports Club. Kwa wale waliokuwa wanazungumza sasa wanapaswa kunywa mtori, nyama ziko chini. Libase Gay huyo ana uwezo mkubwa sana. Just imagine mbavu moja Libase Gay, mbavu nyingine Elie Mpanzu Kibisawala. Na faida nyingine Libase Gay alikuwa nayo, anaweza akasimama kama namba 9 pia, namba 10 pia, akazima vizuri. Ni winga kushoto na kulia, zote anakanyaga safi kabisa, lakini umri wake ndo unambeba. Na wewe unafahamu Senegali hakuna wachezaji wabovu. Tumemwona Pape Osman Sako alikuja ndani ya Simba, aliwasha sana moto, akatoka akaenda Ufaransa huko, akaenda Raja Casablanca, bado alikuwa anapewa nafasi ya kucheza. Pape Sako alifunga bao la dhahabu, unakumbuka bao lake bora lile dhidi ya AS Mimosa, sio? Kwa wachezaji wote waliokuwa wanapita pale Simba wanatoka Senegal wamewasha moto. So huyu pia ni moja ya kipaji cha kutazama kweli kweli. Ukishasikia mtu anaitwa Gay, Libase Gay, Idris Gana Gay, sijui Papa Gay na wengine, ujue hao ni watu wa boli kweli kweli. Kwa hiyo tusubiri kuona nyama anakujaje sasa kwenye ligi. Naona vita imekuwa kali sana, na kimataifa anapindua vipi meza. Ameshadondosha pointi 6 dhidi ya wale Petro de Luanda, apoteza pointi 6 pia dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo kote huko amepoteza dondosha points. Atachopaswa kufanya sasa hivi ni kuhakikisha anajiimarisha kweli kweli, ili kujiweka vizuri, kuhakikisha anafanya vizuri sana mechi ya kule away tarehe 24. Wakishamaliza tarehe 24 bwana, mnyama anarudi tarehe 30 katika uwanja wa Mkapa. Na faida iliyopo ni kwamba amesha sajili wachezaji ambao kwanza hawajatumika na wanaruhusiwa sasa hivi. Kanuni inasema hata kama ulitumika sehemu fulani
lakini uzuri wametoka vilabu ambavyo wameshiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo watarudi wanacheza moja kwa moja. Yaani wao wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Na uzuri ni kocha mwenyewe ndo amewahitaji Steven Becker, kwa hiyo haina msali ya mtume kwamba eti bwana sasa wamefeli sijui wakifeli na maana kocha mwenyewe ndo kafeli. Sio nini. Hapo Simba anakuwa ameshajitoa tena. Hapo anaohusika sasa moja kwa moja ni kocha kwamba bana Libase Gea amefeli, lakini pia Olivier Toure amefeli, lakini goalkeeper pia Tanje amefeli. Vipi? Anayeulizwa ni nani? Ni kocha mwenyewe. So heko kwa Simba kuweza kufanya usajili haraka kuelekea kukamilika kwa dirisha kufungwa tarehe 30. Tunafahamu dirisha itakuwa linafungwa, kwa bado kuna muda mchache wa kuweza kufanya clearance, kuclear mambo, lakini kwa sababu pia michuano ya kimataifa iko hapo karibu. Leo tarehe 17, siku zinaondoka. Leo tarehe 17 zimebaki tarehe ngapi? Baki tarehe 7 kuelekea mechi yao dhidi ya wale jamaa wanaitwa Esperance Sportive de Tunis. Siku ni chache sana za kwenda kucheza tarehe 24. Kwa hiyo lazima hapa katikati waweze kufanya sajili za kutisha ili kuweza kujazilizia minyama pale. Una mtu anaitwa Libase Gea, una mtu anaitwa Elim Panzu, hapo kuna Chasambi bado hajaachwa, Chasambi yupo. Una mtu anaitwa Starboy, mwamba kabisa, mnamfahamu mwamba kweli kweli, kutokea pale polisi ya Kenya, mnamuona bana Starboy yule yupo pale. Kwa hiyo mambo ya Simba ni bulbul kwa sasa. Tusubiri kuona wengine ambao wanakuja kwa sasa ni kina nani hao. Utakuja kufahamu hapa. Kaa hapa. Nimekuambia habari za Simba leo ndo zipo hapa mjini. Hakuna kingine ambacho unapata zaidi ya habari za Simba. Kwa hiyo kaa hapo ndani ya Friji. Nimerudi kivingine, nipo kwa ajili yako. Sawa Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pembe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa ni ligi ya Uingereza kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako.